Bana, karibu mtazamaji, tuangazie habari za udaku. Kipi ambacho kimeweza kutikisa kunako habari za udaku? Mimi nitakusogezea taarifa ya Whozu bara ambaye amezua gumzo mtandaoni baada ya kuchora tattoo ya jina la mwanaume mwenzake mkononi. Wengi wakasema inawezekana wanasapoti mapenzi ya jinsia moja. Haya, ni mkali wa Bongo Flava kutoka Tanzania, Whozu, ambaye ameingia kwenye headline kubwa wiki hii hasa kwenye peji za udaku kufuatia picha ambayo aliweza kushare kama status ya Instagram yake. Whozu aliweza kushare picha ya mkono wake ikiwa na tattoo iliyoandikwa jina la producer mkali Bongo kwa sasa ambaye ni S2Kiz au maarufu kama Zombie. Sasa ingawaje kwa fikra za Whozu ilikuwa kama sehemu ya kushow love kwa producer huyo ambaye amekuwa akiwezesha sana utengenezaji wa ngoma kali za msanii huyo, ila kwa macho ya watu wengine maoni yanakuwa tofauti kabisa na fikra hasi huanza kutawala akili za watu. Watu wengi maoni yao hasa Instagram ni kuhusu swala la upinde, wengi wakiwa na shauku ya kujua inakuwa vipi rahisi kwa mwanaume kuchora jina la mwanaume mwenzake mkononi ili hali una mwanamke wako. Swali hilo limekuwa gumzo hasa ukizingatia maneno ya Whozu kwenye picha ambayo alishare. Whozu alisindikiza picha hiyo na neno for life, akiwa na maana ya wangu wa maisha, jambo ambalo limeongeza hisia hasi zaidi kwa wengi ambao wamekuwa na tafsiri hasi juu ya tattoo hiyo. Lakini kwa Whozu ni ishara ya kumkubali mshikaji wake, pia ubora wa kazi ya Zombie ambaye kwa sasa sio ya maswali tena. Whozu kwa sasa wanamaliza miaka zaidi kama 2 hivi akiwa kwenye mahusiano na mlimbwende wake kutoka Bongo Movie Tanzania, Sweetheart Wema Sepetu. Licha ya mahusiano kuwa ya kupanda na kushuka, ila wawili hao wanapendana sana. Majuzi kulikuwa na skendo ya ujauzito wa mwanadada Wema Sepetu, tutakumbuka, ingawaje baadaye Wema alitoka hadharani na kupinga swala hilo kuwa yeye bado sio mjamzito. Wapo wadau ambao wameshangazwa na kuchukizwa pia na kitendo hicho kwa kusema kuwa kwa sasa taifa letu linapiga sana vita masuala ya mapenzi ya jinsia moja. Sasa kumchora tattoo mwanaume mwenzio ni kama dalili ya kile ambacho kinatajwa kusapoti mapenzi ya jinsia moja, na inapaswa basi kikemewe vikali. Zipo njia nyingi zinatumika katika hili la kusapoti mapenzi ya jinsia moja. Whozu katukosea sisi kama mashabiki zake. Tumezoea kuona mwanaume akichora tattoo ya mwanamke wake na sio mwanaume kumchora tattoo mwanaume mwenzake. But on other side wapo ambao walimtetea Whozu kwa kusema kuwa ni upendo tu kwa producer wake S2Kiz kutokana na kazi ambazo wanafanya kwake. Ni sehemu ya kurudisha shukrani pengine kwa kumchora tattoo. Lakini pia wapo ambao wanadai kuwa Whozu ametafuta kiki tu, huenda kuna wimbo anataka kuachia ukiachana kiki yao ya Wema kuwa mjamzito. Je, ni sahihi Whozu kuchora tattoo ya S2Kiz? Maoni yako yako vipi mtazamaji? Wakati mwingine tutaangazia vyema kabisa.